Kulingana na sifa hizi 10, baadhi yenu huenda mmetambua tayari. Katika historia ya binadamu, kuna taasisi moja tu inayolingana na sifa zote hizi 10 kwa usahihi kamilifu. Mpinga Kristo si mwingine bali ni upapa, Kanisa Katoliki la Kirumi. Hivi karibuni tutajionea jinsi taasisi hii inavyolingana kikamilifu na kila moja ya sifa hizi 10. Lakini tuwe wazi marafiki, kuna Wakristo wengi wa dhati na wenye upendo ndani ya Kanisa Katoliki ambao wanafanya kadri wanavyojua. Onyo hili la mpinga Kristo wa kibiblia sio kuhusu watu katika Kanisa Katoliki, bali ni kuhusu mfumo wa uongo ambao umekuwa dhidi ya Mungu. Tena Mungu anatupa onyo hili lenye uzito kuwa baraka na usalama kwetu. Hakikisha unatazama kwa makini kila moja ya vithibitisho 10 vinavyofuata ili uone jinsi upapa unavyolingana kikamilifu na maelezo haya ya Biblia kwa njia ambayo hakuna taasisi nyingine. Lakini kwanza tunapaswa kutambua kwamba mafundisho haya ya Kanisa Katoliki kuwa mpinga Kristo sio jambo jipya. Karibia makanisa mengi ya Kikristo leo yalianza kwa kusadiki na kufundisha juu ya hili. Ni kweli viongozi wa matengenezo ya Kiprotestanti walifundisha ukweli huu. Fikiria maneno ya Martin Luther, maarufu zaidi kati ya waenezaji matengenezo na mwanzilishi wa kanisa la Kiprotestanti la Lutheran. Sisi hapa tunaamini kwamba uongozi wa kipapa ni kiti cha mpinga Kristo wa kweli na halisi. John Calvin, mwenezaji mwingine mkuu na mtafiti wa theolojia, alikubaliana na Luther kuhusu swala hili. Baadhi ya watu wanatuona kuwa wakatili wenye kuhukumu tunapomwita kiongozi wa Kirumi kuwa mpinga Kristo. Nitaeleza kwa kifupi kwamba maneno ya Paulo katika Wathesalonike wa pili sura ya 2 haiwezi kutafsiriwa kwa njia nyingine yoyote isipokuwa ile inayohusu uongozi wa kipapa. Mchungaji maarufu wa Baptist Charles Spurgeon, miongoni mwa mhubiri na mwanatheolojia mwenye sifa zaidi katika Ukristo wa kisasa, alisema, ni wajibu wa kila Mkristo kuomba dhidi ya mpinga Kristo. Na kuhusu mpinga Kristo ni nini, hakuna mtu aliye na akili timamu anapaswa kuuliza swali. Ikiwa sio Kanisa Katoliki la Rumi na kanisa la Uingereza, basi hakuna kitu duniani kinachoweza kuitwa kwa jina hilo. Neno Protestanti lina mzizi wa neno kupinga. Matengenezo yalikuwa ni upinzani dhidi ya mabaya na mafundisho ya uongo ya Kanisa Katoliki. Cha kusikitisha, makanisa mengi ya Kiprotestanti leo wamesahau wanachopinga dhidi yake. Sio tena sahihi kufundisha ukweli wa Biblia kuhusu mpinga Kristo. Tutafunua ushahidi 10 wa mpinga Kristo. Ushahidi wa kwanza, upapa uliinuka kutokea eneo lenye watu wengi. Biblia ilitabiri kuwa utawala wa mpinga Kristo ungeinuka kutoka baharini, ambayo tulijifunza inawakilisha watu, makundi, mataifa na lugha. Upapa unatimiza kikamilifu hili, kwani ilijitokeza huko Ulaya Magharibi, kitovu cha utamaduni wa ulimwengu wakati huo. Ushahidi wa pili, upapa ulipata kiti chake, nguvu na mamlaka kutoka Rumi. Tukichunguza historia, hakuna shaka kwamba Rumi ya kipagani ilihamishia nguvu, kiti na hata mji mkuu moja kwa moja hadi katika kanisa au serikali ya Rumi ya kipapa. Mji mkuu wa himaya hiyo ulitoka Rumi kwenda Constantinople, kuruhusu upapa kuwa nguvu kuu katika Ulaya ya Magharibi. Historia inatuambia kanisa la Rumi lilijipachika kwenye nafasi ya dola kubwa ya Kirumi, ambayo ndilo uhalisia wa kuendelea kwake. Papa ambaye anajiita mfalme na kuhani kuu ni mrithi wa Kaisari. Upapa ni nguvu ya kimataifa. Hakuna mtu atakayepingana kwamba Kanisa Katoliki sasa lina ushawishi ulimwenguni kote. Viongozi wa mataifa yenye nguvu zaidi duniani wanahiji na kumheshimu papa. Uwezo na ushawishi ambao upapa ulikuwa nao katika karne za kati na unaoendelea kuwa nao hadi leo hauwezi kukanushwa. Kwa kweli, neno Katoliki lenyewe linamaanisha iliyoenea kila mahali. 4. Papa anadai kuwa Mungu duniani na kusamehe dhambi. Kama tulivyojifunza, Biblia inamaanisha kumkufuru Mungu kama kudai kuwa Mungu na kudai uwezo wa kusamehe dhambi. Uongozi wa kipapa unalingana kabisa na uthibitisho huu wa 4. Tafadhali, jipeni nguvu marafiki, tunapochunguza kauli hii ya kushangaza iliyochukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye katekisimu ya Kikatoliki. Je,
padri anasamehe dhambi au kutangaza tu kwamba zimesamehewa. Padre anasamehe dhambi, na kwa hakika kwa mamlaka aliyopewa na Kristo. Mfumo wa kutubia dhambi wa Kikatoliki ni bandia na si sehemu ya mpango wa wokovu wa Mungu. Ni Mungu pekee anayeweza kusamehe dhambi. Si tu kwamba uongozi wa kipapa unadai kusamehe dhambi, bali wanamwamini papa kuwa sawa na Mungu mwenyewe. Mwaka 1903 Papa Leo wa 13 alisema, lakini mwalimu mkuu katika kanisa ni Papa wa Kirumi. Umoja wa akili, kwa hiyo unahitaji utii kamili, na utii kwa matakwa ya kanisa na kwa Papa wa Rumi kama kwa Mungu mwenyewe. Tafadhali fikiria kauli hii ya kushangaza toka kwa papa huyo huyo. Sisi mapapa tunashikilia nafasi ya Mungu mwenye nguvu zote hapa duniani. Marafiki, kauli hizi si chochote zaidi ya kumkufuru Mungu. Uthibitisho wa 5. Uongozi wa kipapa ulitawala kwa miaka 1260. Tumeona kwamba siku katika unabii wa Biblia inalingana na mwaka. Ilitabiriwa kuwa mpinga Kristo angeitawala kwa miezi 42 ya kiunabii, sawa na miaka 1260 ya kawaida. Hebu tuone kama hii ilikuwa halisi. Rumi ya kipapa ilipata utawala kamili barani Ulaya mnamo mwaka 538 baada ya Kristo. Katika tarehe hii hakukuwa na upinzani tena dhidi ya amri ya Kaisari Justinian ya kumpa papa udhibiti na nguvu. Uongozi wa kipapa ulifurahia mamlaka kamili juu ya mataifa ya Ulaya katika enzi za giza, wakati watu walikuwa wamezuiliwa katika giza la kiroho na kiakili. Kisha mnamo mwaka 1798 uongozi wa kipapa ulipata kile kinachojulikana kama jeraha la mauti, wakati papa alipotekwa nyara na jemedari wa Kifaransa Berthier. Tukio hili lilimaanisha mwisho wa utawala wa kipapa barani Ulaya. Miaka mingapi ilipita kati ya 538 baada ya Kristo na 1798 baada ya Kristo? Hebu tufanye hesabu kamili. Miaka 1260 kamili, utimilifu mkamilifu wa unabii. Ndiyo, hii ni uthibitisho mwingine maalum kwamba uongozi wa kipapa ni mpinga Kristo, cheo ambacho hakuna mwingine anaweza kudai. Uthibitisho wa 6. Uongozi wa kipapa ulipata jeraha la mauti ambalo sasa limepona. Tena uongozi wa kipapa ulipata jeraha hili la mauti mnamo mwaka 1798. Jenerali wa Napoleon Berthier alimteka papa, akionyesha udhaifu wa uongozi wa kipapa na kumaliza utawala wao wa miaka 1260. Hata hivyo, Biblia ilitabiri kwamba jeraha hili la mauti lingepona siku moja. Hakuna anayebisha juu ya nguvu, ushawishi na hadhi ya ulimwengu wote ambayo upapa unayo kwa sasa. Kwa kweli, harakati za kuunganisha dini zina lengo moja la kuunganisha madhehebu yote ya Kikristo pamoja na kumaliza upinzani ambao mara zote ulisaidia kufafanua imani ya Kiprotestanti. Tafadhali fikiria maneno haya kutoka kwa Askofu Tony Palmer, ambaye alialikwa na mhubiri maarufu Kenneth Copeland kuzungumza katika mkusanyiko wa viongozi wa kanisa kutoka nchi nzima. Kupinga kumemalizika. Upinzani umemalizika. Sio tu kwamba Palmer anadai kwamba kupinga dhidi ya kipapa umemalizika, lakini pia anasema kwa ujasiri ifuatavyo: ikiwa hakuna kupinga tena, inawezekanaje kuwepo kwa kanisa la Kiprotestant? Marafiki, kuna harakati inayoendelea ya kudhoofisha imani ya Kiprotestanti na kuungana na Rumi. Papa mwenyewe alitoa hotuba kupitia video kwenye tukio hilo hilo. Kuhusu mtu wa kawaida kati ya watu ambao waliwahi kusema hili: sijawahi kumwona Mungu akianza muujiza bila ya yeye huyo kuukamilisha pia. Yeye ataukamilisha muujiza huu wa umoja. Kama unavyoweza kuona, wito wa umoja wa papa unakubaliwa na Kenneth Copeland na viongozi wa Kiprotestanti waliohudhuria. Na vile tusivyojua jinsi ya kuomba kwa ajili yake kama tunavyopaswa, tofauti ya kukubaliana na yeye katika ombi lake na moyo wake kwa ajili ya umoja wa mwili wa Kristo. Twaja pamoja katika umoja wa imani yetu. Haleluya. Vatikani iko katikati ya kusukuma dini moja ya ulimwengu, na Waprotestanti wanazidi kuikubali. Lakini rafiki yangu, usianguke kwa hilo. Biblia inaonyesha kwamba umoja huo utaongozwa kwa udanganyifu mkubwa
na hatimaye alama ya mnyama. Umoja ni jambo jema, lakini si kwa gharama ya ukweli. Umoja huu wa Rumi ungekuwa jambo lililosikika kwa waanzilishi wa Marekani. Taifa letu lilijengwa kwa kanuni za uhuru wa kidini, taifa bila mfalme na kanisa bila papa. Lakini Biblia inaonyesha kwamba jeraha la kifo lingepona na unabii unatimia mbele ya macho yetu. Uthibitisho wa 7, upapa unapokea ibada. Mnyama katika unabii wa Biblia unawakilisha taifa. Hata hivyo, mnyama huyu wa Ufunuo 13, mpinga Kristo, angekuwa tofauti na wengine kwa sababu angekuwa taifa, nguvu ya kidini inayopokea ibada. Hakuna shaka kwamba upapa unalingana na uthibitisho huu. Sote tunajua kwamba upapa ni nguvu ya kidini, lakini je, ulijua kwamba mji wa Vatican, makao makuu ya kipapa, ni taifa halisi? Kwa kweli, Vatican ni nchi ndogo kabisa duniani, ikichukua maili za mraba 0.2 tu ndani ya Rumi, Italia. Hilo ni sawa na 20% tu ya ukubwa wa Central Park ndani ya jiji la New York. Ingawa ni ndogo sana kwa ukubwa, ni moja ya mataifa yenye nguvu zaidi ulimwenguni na hupokea ibada kutoka kote ulimwenguni na zaidi ya wafuasi bilioni 1. Uthibitisho wa 8, upapa umewatesa watu wa Mungu. Biblia ilitabiri kwamba nguvu hii ya mpinga Kristo itamwaga damu ya watu wa Mungu watakatifu. Ukweli kwamba upapa unalingana na uthibitisho huu vizuri zaidi kuliko taasisi yoyote katika historia na haiwezi kukataliwa. Kwamba kanisa la Rumi limeimwaga damu isiyo na hatia zaidi kuliko taasisi nyingine yoyote iliyowahi kutokea. Haitakuwa na swali kwa Mprotestanti yoyote ambaye ana maarifa ya kutosha ya historia. Wanahistoria wanakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 50 walipoteza maisha kwa sababu ya upapa wakati wa zama za giza kwa masuala ya kidini. Kwa heshima yake, Papa John Paul wa pili alikiri na kuomba msamaha kwa mauaji haya ya kutisha, lakini hii haiwezi kufuta uovu huu mbaya. John Wesley, mwanzilishi wa kanisa la Methodist, alisema kwa ujasiri akirejelea upapa, yeye ni kwa maana ya kibali, mtu wa dhambi, kwani yeye huongeza aina zote za dhambi kupita kiasi, na yeye pia kwa usahihi huitwa mwana wa uharibifu, kwani amesababisha kifo cha umauti usiohesabika wapinzani wake na wafuasi wake wote. Yeye ndiye alijitukuza juu ya kila kitu kinachoitwa Mungu au kinachosujudiwa, akidai mamlaka makuu na heshima kuu, akidai stahili zinazomhusu Mungu pekee. Kutokana na jinsi upapa ulivyohusika sana na watu wa Mungu kwa miaka, ingekuwa jambo la kushangaza ikiwa haikutabiriwa katika Biblia. Uthibitisho wa 9, upapa una mtu au binadamu kama kiongozi. Kanisa Katoliki la Kirumi linakidhi uthibitisho huu wa 9 pia. Papa anajulikana kama kiongozi wa kuonekana wa nguvu hii ya kimataifa. Rogers William, mwanzilishi wa kanisa la Kibaptist la kwanza huko Marekani, anasema hivi kuhusu papa: anajifanya kuwa naibu halisi wa Kristo duniani, ambaye anaketi kama Mungu juu ya hekalu la Mungu, akijitukuza sio tu juu ya kila kinachoitwa Mungu, bali pia juu ya roho na dhamiri za watumwa wake wote, hata juu ya roho ya Kristo, juu ya Roho Mtakatifu, naam, na Mungu mwenyewe, akisema kinyume cha Mungu wa mbinguni, kujaribu kubadilisha nyakati na sheria, lakini yeye ni mwana wa uharibifu. Uthibitisho wa 10, upapa una nambari 666. Nambari 666 imekuwa chanzo cha hofu na udadisi mkubwa kwa wengi, lakini hakuna haja ya shaka juu ya maana ya nambari hii. Wengi wameamini kimakosa kwamba ni alama ya mnyama, lakini Biblia inasema hapa ndipo penye hekima: yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Hivyo 666 ni nambari ya mnyama na ya mtu fulani katika taasisi hiyo. Mtu huyu anaweza kuwa nani? Inawezekana kuwa papa, kiongozi anayetambuliwa wa nguvu ya mnyama. Moja ya majina yanayotolewa mara kwa mara kwa papa ni Vicarius Filii, ambayo ni Kilatini kwa maana mwakilishi wa mwana wa Mungu au mbadala wa mwana wa Mungu. Tumeona tayari kuwa hii ni nafasi ambayo upapa unadai.
Angalia kinachotokea unapojumlisha thamani ya nambari hizi za Kirumi kwa jina hili. Nambari hizi zinapojumlishwa ni sawasawa na ulivyokisia 666, nambari ya mnyama na hesabu ya mwanadamu, kama vile Biblia ilivyotabiri. Marafiki, Mungu anataka tusiwe na shaka yoyote juu ya utambulishi wa nguvu hii ya mnyama. Katika video hii tumeona vithibitisho 10 tofauti, vyote vikiwiana kikamilifu na upapa. Na maarifa haya ni muhimu kwa sababu nguvu hii ya mpinga Kristo ndiyo ambayo itaweka alama mashuhuri ya mnyama kote ulimwenguni. Hivi punde video hii itafunua alama hiyo. Tafadhali usiache kutazama. Marafiki, maisha yako ya milele yako hatarini. Onyo hili kuhusu mpinga Kristo siyo shambulio kwa marafiki zetu wapendwa katika kanisa Katoliki, bali ni dhidi ya shetani mwenyewe na mfumo bandia wa ibada ambao unapingana na Mungu. Ni ujumbe wa onyo na upendo kutoka kwa Yesu mwenyewe, ambaye anataka sisi sote pamoja na Wakatoliki tuokolewe katika ufalme wake. Sasa kwa vile tumetambua mnyama wa kwanza wa ufunuo, mpinga Kristo, tunaweza kugundua alama yake. Jaribio la mwisho kwa binadamu wote. Alama ya mnyama.